Talk to him. May you see him. May you see him. May you see him. Sijawahi ona upendo wa namna hii tangu nikupate Yesu, nikapata raha. Sijawahi ona anayetibu kama wewe. Sijawahi ona anayenielewa kama wewe. Nimekuona kwa huduma yangu, nimekuona kwa jamaa langu, nimekuona kwa kazi yangu, nimekuona ukitenda, nimekuona ukibadilisha, nimekuona ukiinua. Yes, katika jina la Yesu. Baba uliyetukuka, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema, utendaye matendo makubwa, ishara za kutosha, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Karibu katika ibada ya Amka Anza na Kristo.
katika madhabahu ya tumepewa kushinda, katika madhabahu ya Together Ministry, na Roho wa Bwana atakuwa juu yako. Haleluya, haleluya. Omba nasi kwenye ibada hii ya asubuhi. Omba nasi. Mwambie Mungu, naomba nitengeneze, naomba unitengeneze. Yamkini kuna watu wanashindwa kunielewa, kuna watu wanashindwa kuniamini, kuna watu wanashindwa kunikubali, kuna watu wanashindwa kunisikiliza. Yesu wa Nazareti ile hai, Baba, katika damu ya Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ni Mungu unayeishi, wewe ni Mungu unayetenda, wewe ni Mungu unayeokoa, wewe ni Mungu unayeponya. Saa hii nataka nikuone, majira haya nataka nikuone. Wakati kama huu, majira kama haya, anza kutembea Bwana, anza kutembea Bwana, anza kutembea Niko, anza kutembea Ifata, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Nasema Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye neema, Baba mwenye utisho, ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Mungu? Ni nani kama wewe Niko? Ni nani kama wewe Beneza, unayetenda, unayeokoa, unayeponya, katika jina la Yesu hai. Tembea sasa, tembea sasa, tembea sasa, tembea sasa. Watembelee watoto wako, watembelee vijana, watembelee mabinti, watembelee watoto, watembelee vijana katika jina la Yesu. Angusha atena, angusha uganga, angusha uchawi, angusha miungu, angusha majoka, angusha kila asili katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Baba, umetenda kwa jina lako lenye nguvu. Nasema Baba, umetenda kwa jina lako la uweza. Baba, umetenda. Rakateba seketereboko. Nasema anza kuokoa, na mkono wako uanze kupita, uanze kuokoa, na mkono wako uanze kupita, uanze kuponya, na mkono wako uanze kupita, uanze kubadilisha. Walionaswa na mabaya yaanze kuachia katika jina la Yesu hai. Walionaswa na machozi, nasema kila ugumu wa moyo wa kuamini, kila ugumu wa moyo wa kuamini uanze kuachia kwa damu ya Yesu. Natangaza, 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 natangaza roho ya mabadiliko, natangaza, natangaza roho ya kuponywa, natangaza, natangaza roho ya kuwa hai, natangaza, natangaza katika jina la Yesu hai. Rakateba sekete. Uko peke yako mwenye nguvu, uko peke yako unayeweza yote, uko peke yako unayeokoa, uko peke yako unayeponya katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Tazama mama yule, tazama binti yule, tazama kijana yule. Kuna mahali amekamatwa, amekamatwa, yamkini amekamatwa na miungu, yamkini amekamatwa na majoka, yamkini amekamatwa na ufalme wa giza, yamkini amekamatwa na ufalme wa mapepo. Baba, katika jina la Yesu, peleka msaada sasa, peleka msaada sasa, peleka msaada sasa, peleka msaada sasa. Watu wajue kwamba upo, watu wajue kwamba unatenda, watu wajue kwamba unaokoa, watu wajue kwamba unaponya katika jina la Yesu hai. Vikosi kwa vikosi, nasema vikosi kwa vikosi, uweza wako uanze kutembea. Vikosi kwa vikosi, baraka zako zianze kutembea. Vikosi kwa vikosi, katika jina la Yesu hai. Nasema wameanguka maagenti wainukao kinyume cha miaka, wainukao kinyume cha majira, wainukao kinyume cha nyakati. Nasema uko mwenye nguvu, nasema uko unayeweza, nasema uko unayeokoa, nasema uko unayeponya, nasema uko unayebadilisha, nasema uko katika jina la Yesu hai. Baba, katika jina la Yesu,
Ni nani aliye kama wewe? Asante kwa jina lako, asante kwa uweza wako, asante kwa neema yako, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Nasema wewe ni Mungu kwetu mwenye nguvu, wewe ni Mungu kwetu mwenye neema, wewe ni Mungu kwetu mwenye baraka, wewe ni Mungu kwetu uokoaye, wewe ni Mungu kwetu uponyaye, wewe ni Mungu kwetu ubadilishaye, wewe ni Mungu kwetu kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu kwetu kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu kwetu mwenye nguvu, 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 katika jina la Yesu hai. Tumekutana na wewe Bwana, tumekutana na nguvu zako, tumekutana na uwepo wako, tumekutana na neema yako, katika jina la Yesu hai. Ungana nasi katika ibada hii, katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na Roho Mtakatifu atafanya katika jambo lako unaloamini. Lipeleke, lipeleke, lipeleke madhabahuni pa Bwana. Umwambie Mungu, pamoja na yote wewe umenitendea yaliyo makuu, wewe umenitendea kushangaza, wewe umenitendea kushangaza. Hata saa hii Bwana, hata majira haya nategemea msaada, nategemea neema, nategemea uwepo, nategemea fadhili. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu. Yamkini moyo wako kuna mahali umekata tamaa, lakini Bwana akuletee msaada. Asubuhi hii, asubuhi hii, asubuhi hii, asubuhi hii mabadiliko yaanze kutokea. Asubuhi hii, asubuhi hii hali ya hewa ianze kubadilika katika jina la Yesu hai. Waliopita kwenye magumu waanze kupita kwenye wepesi. Milango ya emergency na njia za emergency, msaada wa haraka uanze kutokea kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Raka rakote pereka msaada. Kuna mahali watu masikio yao yamekuwa mazito, mioyo yao imekuwa mizito, hawaamini tena kuhusu Injili, hawaamini tena kuhusu Kristo, hawaamini tena kuhusu Jehova. Baba, katika jina la Yesu, yamkini wamesikilizwa yasiyo ya kwako e Bwana, na mimi nimekuja mtumishi wako niseme kwa jina lako, niseme kwa uwezo wako, niseme kwa neno lako, katika jina la Yesu le hai. Yoyote asikiaye sauti hii aanze kupokea neema, yoyote asikiaye sauti hii aanze kupokea mabadiliko katika jina la Yesu hai. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wasaa mwingine tena ambao tumekuja kwenye ibada hii, kwenye ibada ya Amka Anza na Kristo, na utauona mkono wa Mungu ukiwa tayari kukutendea, ukiwa tayari kukuponya. Lakini masikio yako na ufahamu wako, hebu kubali kubadilika. Angali Injili inakuja kwenye majira sahihi, inategemea wewe ubadilike. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu, na Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Yamkini umepita kwenye vipindi vigumu au umepita kwenye nyakati ngumu, lakini sikia Injili ya leo. Bwana amekuletea neema na msaada tena, na mlango wa emergency ukifunguka juu yako. Yamkini umeomba sana lakini ukupokea majibu, au yamkini umefanya maombi mengi ya kufunga lakini hukupokea majibu yako. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikwambie, Mungu anataka uwe mtu wake na yeye awe Mungu wako.
Na kama umetembea kwenye vipindi vigumu, mwambie Mungu, ninaomba rehema, pia ninaomba toba. Naomba Bwana unitazame kwa jicho la kupendelewa. Yamkini umeniletea injili, nilikataa injili, lakini nikahitaji vitu vyako. Haleluya, haleluya. Kuna wale ambao wanapenda kuchukua vitu vya Mungu, lakini hawapendi kukaa na Mungu. Na kuna watu ambao wanapenda baraka, lakini hawampendi Mungu. Na kuna watu ambao wanapenda maovu, hawapendi mema ya Bwana. Haleluya, haleluya. Yamkini watumishi wengi wamepita na umewasikia, lakini injili yao haukuweza kupokea, lakini pia haukuweza kuisikiliza. Kwa nini haukuweza kusikia? Kwa sababu masikio yako umeweka pamba. Yamkini umezuia masikio yako yasisikie injili. Yamkini umezuia ufahamu wako usielewe injili. Yamkini umezuia macho yako yasitazame mahali asemapo Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Somo letu la leo liko kwenye kipengele kinachoitwa ugumu wa moyo wa mwanadamu wa kizazi kipya, au mwanadamu wa kizazi hiki. Haleluya, 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 haleluya. Moyo wa mwanadamu wa kizazi hichi, au injili ya kizazi hiki. Haleluya, haleluya. Moyo wa mwanadamu wa kizazi hichi, jinsi anavyoweza kupokea injili. Haleluya. Moyo wa mwanadamu wa kizazi hichi na jinsi anavyoweza kupokea injili. Na siku ya hukumu itakuwaje? Haleluya, 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 haleluya. Yamkini umesikia injili hii ni mara nyingi, au umesikia watumishi wakiwa wanaomba au wakiwa wanaabudu, umesikia mara nyingi. Yamkini wamekuletea ujumbe ya kwamba tubuni, mrejee, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ukaona ni kama injili ambayo imepitwa na wakati. Lakini pia umeletewa injili ya kwamba baraka za Bwana zitakujilia. Yamkini umeletewa injili ya kwamba Yesu yu karibu. Yamkini umeletewa injili kwamba Yesu anawapenda. Sitaki kujua umeletewa injili ya namna gani, lakini tumebezi kwenye kipengele cha kwamba injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Na hii injili ilikuwa ina lengo gani? Au Mungu anapokuwa anaileta injili kwa mwanadamu akiwa na lengo gani? Na Mungu akiwa anamtafuta mwanadamu ana lengo gani? Haleluya, haleluya. Ukisoma kitabu cha Mwanzo utagundua ya kwamba Adamu alipokuwa kwenye bustani ya Edeni, akiwa na Hawa mke wake, utagundua ya kwamba Adamu na Mungu walikuwa na tabia ya kuwasiliana. Haleluya, haleluya. Mawasiliano yako na Mungu yakipotea, Mungu anagharamia namna ya kurudisha mawasiliano yako. Yamkini uko biza na biashara, yamkini uko biza na ndoa, yamkini uko biza na mahusiano, yamkini uko biza na wachumba, lakini Bwana anakutafuta kwenye eneo mliojenga mahusiano, kwenye eneo mliojenga patano. Haleluya, haleluya. Kabla hujapata mchumba ulikuwa na uwezo wa kuomba kwa kiwango, na kabla hujapata mume ulikuwa na uwezo wa kuomba kwa kiwango, na kabla hujapata mtaji ulikuwa na uwezo wa kuomba kwa kiwango. Lakini Mungu alipokubarikia ulidishia pia, uliondoka kwenye eneo ambalo Mungu alikuwa anakutana na wewe. Haleluya, 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 haleluya. Kuna mazingira ukipoteza mawasiliano na Mungu, Mungu anagharamia injili ili kufuate.
Haleluya, haleluya. Hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kagharamia gharama ya Mungu ambayo anakuja kumtafuta mwanadamu. Mungu alimgharamia mwana wa pekee Yesu Kristo, aliyekuja kutukomboa. Hiyo ilikuwa ni gharama ya kimungu au gharama ya kiungu ambayo Mungu ameamua kuitoa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona huyu Yesu Kristo amekuja duniani ni kwa sababu wanadamu walipoteza network, walipoteza connection, walipoteza mahusiano. Na kama mahusiano ya mwanadamu na Mungu yakipotea, Mungu hawezi kuiachilia hukumu. Mungu ni Mungu wa rehema, pia ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa neema. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini Mungu pia anamhurumia wanadamu. Mungu hapendi mwanadamu apite kwenye vipindi vigumu, lakini pia Mungu hapendi mwanadamu apite kwenye machozi, mwanadamu apite kwenye kulia, mwanadamu apite kwenye kujuta. Haleluya, haleluya. Na kama kuna mahali ulipoteza, haleluya, haleluya, kama kuna mahali unapita kwenye vipindi vigumu, uwe unajua ya kwamba kwenye network ya sauti ya Mungu haukuweza kuisikia, ndio maana unapita kwenye vipindi vigumu. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Unaona huyu Adamu, Mungu anamuuliza, uko wapi Adamu? Uko wapi? Adamu anasema nimejificha. Adamu alivyotenda dhambi alipoteza yale mazingira, au alipoteza network ambayo inafanya Mungu awe anawasiliana na Adamu, awe anampa maelekezo. Haleluya, haleluya. Hivyo Mungu anapenda kukaa na mwanadamu. Mungu anapenda kuishi na mwanadamu. Mungu anapenda kuwasiliana na mwanadamu. Lakini huyu mwanadamu kwenye kipengele cha mawasiliano, yeye amekaaje? Unashangaa huyu mwanadamu kwenye kipengele cha mawasiliano amepoteza mawasiliano na hana habari ya kurejesha hayo mawasiliano. Haleluya, 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 haleluya. Injili inakuja kwa mwanadamu ili mwanadamu atengeneze mahusiano, na kutengeneza kwake mahusiano ndiko kutengeneza mahusiano yeye na Mungu ndiko kunakomweka salama. Haleluya, haleluya. Mungu anataka urudi na urejee, mtengeneze network, mtengeneze, na mkishatengeneza network akusaidie kwenye majira ambayo hauwezi. Haleluya, haleluya. Hii dunia iliumbwa kwa msaada wa Bwana, iliumbwa kwa network za kiroho. Na kama mwanadamu akikaa kwenye network za kimwili, huwa na uhakika ya kwamba kuna baadhi ya vitu atashindwa, kwa sababu kwenye network za kiroho vinasovika kiroho. Haleluya, haleluya. Ndiyo maana shetani alifahamu ya kwamba akimpelekea Hawa tunda, Hawa ataliangalia lile tunda kwa jinsi ya mwili, lakini Hawa hakujua lile tunda kwa jinsi la roho inaweza ikasababisha kufa. Yamkini kuna baadhi ya vitu kipindi hicho, wakati Mungu anasema na Adam, anasema na Hawa, anakwambia hakika mkila hili tunda mtakufa. Yamkini wao walikuwa hawajui kufa. Haleluya. Walikuwa hawajui kufa, walikuwa hawajui. Ni kama taarifa kwamba ukitenda dhambi moto upo, jehanamu ipo, hukumu ipo. Ni kama discussion, ni kama wazo. Unaona watu wala hawajali chochote.
Halo, injili inagharamiwa. Injili inagharamiwa, inakufuata wewe. Lengo lake ni nini? Lengo lake ni kwamba Mungu anataka usije uka kwenye siku ya hukumu ukaanza kujitetea. Siku ya hukumu unaanza kusema sikusikia injili. Haleluya, haleluya. Tusome kidogo kwenye kitabu cha Luka 11, kitabu cha Luka mtakatifu 11, kitabu cha Luka mtakatifu 11 na mstari wa 32. Luka 11 na mstari wa 32 na 33. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuanzie mstari wa 30. Luka 30. Luka 11 mstari wa 30. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hichi. Kama Yona alivyokuwa ishara kwa wana wa Ninawi, na ndivyo mwana wa Adamu au Yesu ndivyo atakavyokuwa ishara kwa kizazi hichi. Haleluya. Anasema Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki. Haleluya. Naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Suleiman, na hapa pana mkubwa kuliko Suleiman. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki. Halo, watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Haleluya, haleluya. Ninawi ilisikia injili ya Yona. Mfalme wa Ninawi alisikia injili ya Yona na akatangaza tangazo la kufunga, na akatangaza tangazo la kuomba toba. Haleluya, 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 haleluya. Akatangaza tangazo la kuomba toba, akatangaza tangazo la kuomba toba. Ni Yona, utafikiria kitu kimoja, ni Yona tu ambaye alifanya injili Ninawi nzima. Haisemi kwamba palikuwa na msaidizi ambaye alikuwa anamsaidia. Haleluya, haleluya. Hapazungumzii kwamba alienda na mchungaji wake au alienda na mwinjilisi au alienda na uimbaji. Wanazungumzia ni Yona peke yake aliyeingia kwenye ile Ninawi akaanza kuhubiri injili kwa habari ya toba, kwa habari ya kwamba kwenye dhambi zenu Mungu amekasirika. Haleluya, haleluya. Unamuona? Haleluya, haleluya. Unaona hawa watu wa Ninawi walipoisikia injili ya Yona wakatubu, wakaingia kwenye maombi ya toba, wakaingia wakimwambia Mungu, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu, tunaomba Bwana, tumekubali kuacha dhambi, tumekubali kuacha uharibifu. Wamesikia injili ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yona, injili ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yona. Kumbuka Yona hakuafia msalabani. Kumbuka Yona yeye alichokuwa nakifanya, anawaambia Mungu amekasirika, msipokaa sawa kwa dhambi zilizozidi Bwana atawapiga.
Na kama ingekuwa ni wafalme wa kizazi hiki, ni lazima Yona angekamatwa, angewekwa ndani. Na kama wangekuwa ni wafalme wa kizazi hiki, huyu Yona angekamatwa, angefungwa gerezani. Na kama ingekuwa ni wafalme wa kizazi hiki, wangemkamata huyu Yona, wangemnyonga. Yamkini angekuwa ni Yona wa kizazi hiki, angekuwa ni wafalme wa kizazi hiki, wangemkamata na kumtusi, au wangemkamata na kumpiga. Lakini uona huu mji wa Ninawi wakafahamu makosa yao. Kwa si swala kwamba watumishi wamehubiri dhambi, ni swala kwamba dhambi yako unaijua na uko tayari kuitubia. Na kama uko tayari kuitubia, uwe na uhakika Mungu ni Mungu wa rehema, anaweza kusamehe, anaweza kukuachilia, anaweza kuachilia msamaha. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Kwenye kipengele hicho, kwenye kipengele hichi unagundua ya kwamba kwenye hili eneo hawa watu walikuwa na usikivu wa ndani, lakini pia walikuwa nafahamu ya kwamba ni kweli tumemkosa Mungu. Wewe unaposikia Injili, wewe unaposikia mahubiri, wewe unaposikia uimbaji, wewe unaposikia watumishi wakiwa wanahubiri, wewe ukiwa unasikia watumishi wakiwa wanaonya, moyo wake unapokeaje? Mapokeo ya watu wa Ninawi yalikuwa ni tofauti na kizazi hichi. Haleluya, haleluya. Mapokeo ya watu wa Ninawi walikuwa wana uwezo wa kuiamini Injili. Wameiamini Injili na wako tayari kubadilika, na wako tayari. Mfalme alipokuwa ameisikia Injili ya Yona, aliposikia sauti ya Yona, akatangaza, akapiga mbiu kwamba nchi nzima wafanye maombi ya kufunga na kuabudu, wafanye maombi ya kuomba toba. Wanyama walifunga, watoto walifunga, wanyonyeshao walifunga, punda walifunga, ng'ombe walifunga. Sikiliza nikwambie, kwenye sauti ya Mungu ya onyo, kubali kuonyeka, na kwenye sauti ya toba, kubali kutubu. Haleluya, haleluya. Na badala ya watu kutubu, wameinua vita zidi ya watumishi. Unainua vita zidi ya watumishi. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hawa watumishi, hakuna mtumishi ambaye amependa kwenda kuhubiri kwa ridhaa yake. Hapana, nikwambie kitu kimoja. Anatumwa na mkono wa Mungu ili awasikilizishe sauti ya Mungu ya nini Mungu anataka kwenye wakati kama huu, wakati umepoteza mahusiano na Mungu. Mungu anapokutaka uruje, kwa nini unakaidi, unafanya vita na aliyetumwa? Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Usifanye vita na aliyetumwa. Usifanye vita na aliyetumwa. Angalia kosa lako na utubu, na Yesu Kristo yuko tayari kukusamehe. Na Yesu Kristo yuko tayari kuachilia msamaha. Na Yesu Kristo yuko tayari kutengeneza hatua zako upya. Na Yesu Kristo yuko tayari. Haleluya. Watumishi wakihubiri habari ya uovu, wakihubiri habari ya dhambi, mnaanza kuangalia pembeni. Wakihubiri habari ya zinaa, mnaanza kuangalia pembeni. Wakihubiri habari ya uzinzi, mnaanza kuangalia pembeni. Nafanya vita zidi ya watumishi. Wakihubiri habari ya mauaji, mnaanza kufanya vita. Sikiliza nikwambie habari ya neno la Bwana. Neno la Bwana linasema tubuni, mrejee, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Unaona, hii Ninawi hawawezi kufanya vita na Yona. Wanafahamu ya kwamba sauti hii anayosema Yona ni sauti ambayo imeagizwa direct, imetufuata sisi. Mungu amegharamia gharama kubwa mpaka kumfikisha Yona kwenye hilo eneo. Yamkini kuna watu wameingia hasara. Yamkini kuna watu wamepita pagumu kwa sababu ya huyo mtumishi kufika kwenye hilo eneo. Haleluya, haleluya. Biblia inasema watu wa kizazi hichi watakalishwa na watu wa Ninawi.
Yamkini watu wa kizazi hichi watasema hatukusikia praise ikiwa inaimba vizuri kwa utukufu wa Mungu. Lakini Mungu atawahoji. Watu wa Ninawi watasema Yona hakutumwa na kwaya, wala Yona hakutumwa na praise. Yona alienda yeye kama yeye, akawatangazia watu injili bila spika, bila maiki, bila praise au bila msaidizi. Alikuwa yeye peke yake. Lakini amini ya kwamba watu wa Ninawi waliweza kuisikia injili na wakatubu na wakatengeneza network na Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini wewe umesikia injili ya aina gani? Umesikia injili umesikia injili iliyoshindikizwa na kwaya, umesikia injili iliyoshindikizwa na maiki, umesikia injili iliyosikilizwa imesindikizwa na praise, lakini bado kwa nini haujatubu na hauko tayari kutubu? Kwa nini moyo wako umekuwa gaidi kiasi hicho? Kwa nini moyo wako umekuwa mgumu kiasi hicho? Haleluya, haleluya. Kuna wengine watasema tulimsikia mtumishi mmoja, tulimsikia mtumishi akihubiri mara moja tu. Yona hakuhubiri mara 10, wala hakuhubiri mara 5, wala hakuhubiri mara 1000. Alihubiri mara moja na watu walikuwa tayari kubadilika. Si swala dini kuwa nyingi, si swala makanisa kuwa mengi, si swala wachungaji kuwa wengi. Ni swala wanaoisikia injili wako tayari kubadilika, wako tayari kupokea upya. Haleluya, 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 haleluya. Yamkini unatamani ujitetee, uanze kusema mtumishi, yamkini mimi, haleluya, yamkini mimi mtumishi. Haleluya, 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 haleluya. Nasema hivi, wakati Mungu akiwa anatembea kwenye kiwango cha kushangaza, wakati Mungu anatembea kwa kiwango cha kutengeneza toba, wakati Mungu akiwa anatembea kwa kiwango cha kutengeneza uponyaji, wakati Mungu akiwa anatembea kwa kiwango cha kuachilia rehema, wewe uko tayari kuomba toba? Wewe uko tayari kutembea na Kristo? Wakati umesikia watu wakiwa wamegharamiwa injili, wakiwa wanagharamia injili kukufuata. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, kwenye mabadiliko ya moyo wako ya kumwamini injili na kutubu, inategemea sana moyo wako umeuwekaje. Unaona, hawa watu wa Ninawi wana uwezo wa kubadilika kwa injili moja tu ya Yona, lakini kwenye kizazi hichi unamwona Mungu ameachiria rehema, ameachiria toba, ameachiria msamaha, lakini pia na damu yake msalabani ikamwagika kwa ajili yako. Lakini kwa nini mpaka sasa hauko tayari kutubu? Hauko tayari kubadilika? Hakuna mahali ambapo utakuja kujitetea, kwa sababu Mungu ameinua watumishi wengi, wamesema kwenye nchi hii, wamesema kwenye dunia yote. Lakini kwa nini hamjabadilika? Hamjabadilika kwa sababu mioyo yenu mmeitengeneza kuwa mioyo ya ugaidi, mioyo ya kutoamini injili. Haleluya. Ndio maana nasema hamtakwepa ile hukumu. Watu wa Ninawi watasema, hata mfalme wa Ninawi atasema, kwa injili ya Yona niliposikia nilitubu. Mfalme atasema, kwa injili ya Yona niliposikia nilitubu. Kwa wewe ambaye hauna cheo hata cha ubalozi, kwa wewe ambaye hauna cheo hata cha ukuhani, kwa wewe ambaye hauna hata biashara, kwa wewe ambaye utasemaje? Watu wote nao watasema, sisi tulikuwa na mifugo ya kutosha, lakini tuliposikia injili tulikuwa tuko tayari kutubu, na tulisikia injili ya mtu mmoja tu ambaye ni Yona.
Nyinyi mnasemaje kwamba mlishindwa kutubu? Wakati Mungu aliwajazia watumishi wengi wa kutosha. Haleluya, 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 haleluya. Kwenye 32, Luka 11:32 asema watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watahukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Hapa pana mkubwa kuliko Yona. Yesu ni mkubwa kuliko Yona. Lakini pia Yesu ameinua kwa neema, kwa injili ya neema na rehema. Yesu ameinua. Haleluya, haleluya. Kwenye hao watumishi wengi umeona ya kwamba kwenye hao watumishi wengi umeona ya kwamba kwenye hao watumishi wengi Mungu amegharamia. Wamehubiri injili ya neema, wamehubiri injili ya rehema, wamehubiri injili ya toba. Lakini bado watu hawakubadilika. Kwa nini watu hawakubadilika? Hawakubadilika kwa sababu mioyo yao imetengenezewa ugaidi. Yamkini wanajitetea, wanasema nitaokoka kesho. Yamkini wanajitetea, wanasema nitaokoka mwakani. Sikiliza nikwambie, kwenye kalenda za nyakati, Bwana ndiye mwenye kalenda sahihi. Anajua ni lini umezaliwa na ni lini utakufa. Hakuna anayefanyaga maombi ya kufa, hakuna anayefanyaga maombi ya kuondoka duniani. Wote wanaishi ni kama wataishi milele. Lakini nikwambie kitu kimoja, wanaoishi milele ni wale waliokubali kuvaa vazi la Kristo, maana kwa hao watatengenezewa nyakati mpya na majira mapya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mwambie Mungu, niko tayari kubadilika. Mwambie Mungu, niko tayari kuokoka. Mwambie Mungu, niko tayari kutengeneza mahusiano na wewe. Mwambie Mungu, niko tayari kuvalishwa vazi la pendo lako. Mwambie Mungu, niko tayari nitembee kwenye viwango vya neema. Niko tayari nitembee kwenye viwango vya baraka. Niko tayari. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Omba nasi, omba nasi. Mwambie Mungu, yamkini nilikukosea, lakini nimekubali nije nitembee na wewe. Nimekubali nikutane na wewe. Msaada wako wa pekee unijirie, na nguvu zako zinijirie, na nguvu zako zinijirie. Omba hivyo, omba hivyo. Umwambie Mungu, yamkini nimesikia injili mara nyingi, nimesikia mashariki, nimesikia kaskazini, nimesikia kusini, nimesikia mahali pote injili nimesikia, lakini moyo wangu haukubadilika. Ila saa hii nimekubali nibadilike na nitengeneze mahusiano na wewe. Yamkini mara nyingi nimeomba baraka. Ninaomba Bwana, ninaomba saa hii, ninaomba muda huu, naomba dakika hii, tengeneza mahusiano na mimi. Yamkini kuna maombi nimeomba sikujibiwa, lakini naomba Bwana, maombi yangu nitengeneze mahusiano na wewe. Nitengeneze mahusiano na wewe. Umenisaidia mara nyingi, sina mwingine nisaidia, ila Bwana ninaomba unisaidie. Ingia kuomba, ingia kuomba, ingia kuomba. Omba nasi, 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 omba nasi. Mfalme wa ufalme, usikiae sauti ya watu wako, usikiae. Tunajua umetusikia mara nyingi, umetutendea yaliyo mengi, hata kama hatukutubu, hata kama tulikuwa na maovu, lakini we Mungu ulitusamehe. We Mungu, tumekuja tena. Yesu, tumekuja tena. Yesu, tumekuja tena. Rakate liakosekete, mkono wa nguvu zako, mkono wa neema yako, mkono wa baraka zako utembee tena. Vunja kila viambaza,
Vunja kila viambaza vivozuia moyo wao kuokoka, vivozuia moyo wao kuamini. Vunja kila viambaza, vunja kila viambaza, vunja kila mazuio, vunja kila mazuio ya kutokuamini Injili, ya kutokuamini Injili, ya kutokuamini Injili. Vunja kila mazuio katika jina la Yesu. Inua wakati mpya, inua majira mapya, inua majira mapya, inua majira mapya, inua majira mapya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema mabadiliko, nasema mabadiliko, nasema mabadiliko, nasema mabadiliko, nasema mabadiliko kwenye nyakati ambazo hakuweza. Nasema mabadiliko rakaterebosekete kwa jina la Yesu hai. Omba, 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 omba. Mwambie Mungu, nimekuja nitengeneze. Mwambie Mungu, nimekuja nitengeneze. Mwambie Mungu, nimekuja nitengeneze. Nimekuja nitengeneze. Nimekuja nitengeneze. Watu wa Ninawi, watu wa Ninawi wakisimama wasije kunihukumu. Mimi nimesikia injili nyingi. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie Yesu. Baba, katika jina Yesu, namwombea binti yule, wakati wa kubadilika, wakati wa kuacha uovu, wakati wa kuacha uchawi, wakati wa kuacha uzinzi, wakati wa kuacha uasherati. Saa ya Bwana ya kusaidiwa, saa ya Bwana ya kutetewa, saa ya Bwana ya kuvushwa katika jina la Yesu ya hai. Yes, 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 yes. Ile raha ya kuwa na wewe, ile raha ya kutembea na wewe, ile raha ya kutembea Bwana. Nasema raha ya kutembea, nasema raha ya kutembea, nasema raha ya kutembea, raha ya kutembea na wewe, raha ya kurudisha mahusiano, raha ya kutembea na wewe Baba, katika jina la Yesu. Vunja, 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 vunja kila pingu za ugumu za kutotubu katika jina la Yesu hai. Haleluya, haleluya. Omba, 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 omba. Mwambie rehema zako, toba yako, mfalme wa wafalme, Mungu uliyetukuka, rakate kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya, 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 haleluya. Ungana nasi katika ibada za Amka Anza na Kristo, Jumatatu, Alhamisi na Jumapili, kuanzia saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 12, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Omba, mwambie Mungu rehema zako na toba yako. Haleluya, haleluya. Usiache kuomba na mkono wa Mungu utakusikia. Na tengeneza mahusiano na Mungu. Amen, amen.